Iran imezionya vikali Uingereza na Ufaransa dhidi ya mpango wao wa kuongeza uwepo wa kijeshi katika mlango wa bahari Hormuz, ikisema eneo hilo si mahali pa mataifa yaliyo nje ya ukanda wa Ghuba kuonyesha nguvu zao za kijeshi. Tehran imesisitiza kuwa usalama njia hiyo muhimu ya kimataifa unapaswa kusimamiwa na nchi zinazopakana na Ghuba ya Uajemi, huku ikionya kuwa hatua yoyote ya kuingiza vikosi vya kijeshi vya mataifa ya nje inaweza kuongeza mvutano na kuhatarisha utulivu wa eneo hilo. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Ghalibabad, amesema kuwa Iran inaona yenyewe ndiyo kuwa mdhamini mkuu wa usalama wa mlango wa Hormuz na kwamba nchi yake imekuwa ikichukua jukumu la kuhakikisha njia hii muhimu inaendelea kuwa salama kwa usafiri wa majini. Amesema mataifa yanayopanga kupeleka vikosi vya kijeshi katika eneo hilo yanapaswa kutafakari kwa makini hatua zao, akionya kuwa wachochezi wa migogoro watawajibika kwa matokeo ya vitendo vyao. Kauli hiyo imekuja kufuatia tamko la pamoja la Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer, waliothibitisha kuwa wako tayari kushirikiana kwa karibu na washirika wao ili kulinda usalama wa kimataifa, kuhakikisha uhuru wa usafiri wa majini na kuzingatia sheria za kimataifa. Viongozi hao pia walieleza kuwa iwapo itahitajika wanaweza kuunga mkono kupelekwa kwa vikosi vya kimataifa kwa ajili ya kulinda usafiri wa meli katika mlango wa Hormuz. Iran imeeleza kuwa hatua hiyo inaweza kutafsiriwa kama kuingilia masuala ya usalama wa eneo la Ghuba na kuongeza hali ya wasiwasi. Maafisa wa Iran wanaamini kuwa ushiriki wa majeshi ya Magharibi katika eneo hilo badala ya kuimarisha usalama unaweza kusababisha makabiliano zaidi na kuongeza hatari ya migogoro ya kijeshi. Mlango wa Hormuz ni moja ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na gesi. Inakadiriwa kuwa sehemu kubwa ya mafuta ghafi na gesi asilia inayozalishwa katika nchi za Ghuba ikiwemo Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu hupitia katika njia hiyo kuelekea masoko ya Asia, Ulaya na sehemu nyingine za dunia. Kutokana na umuhimu wake mkubwa katika uchumi wa dunia, tukio lolote la kijeshi au kuzorota kwa hali ya usalama katika eneo hilo linaweza kuvuruga biashara ya kimataifa, kuongeza gharama za usafirishaji wa bidhaa na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta katika masoko ya dunia. Mvutano kuhusu mlango wa Hormuz umeendelea kuwa chanzo kikubwa cha mivutano ya kimataifa kwa miaka mingi, huku Iran ikisema kuwa mataifa ya ukanda wa Ghuba yana uwezo wa kuhakikisha usalama eneo hilo bila kuhitaji uwepo wa majeshi ya kigeni. Kwa upande mwingine, mataifa ya Maghrib yakiwemo Uingereza, Ufaransa yanasema uwepo wao unalenga kuhakikisha meli zote za kibiashara zinaweza kupita kwa usalama na kwamba uhuru wa usafiri wa majini unaendelea kulindwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Kauli hizi za pande zote zinaonyesha kuendelea kwa mvutano wa kidiplomasia kuhusu mustakabali wa usalama wa mlango wa Hormuz, huku kila upande ukitetea msimamo wake kuhusu nani anapaswa kuwa na jukumu la kulinda mojawapo ya njia muhimu zaidi za biashara na usafirishaji wa nishati duniani. Maendeleo ya mvutano huo yanaendelea kufuatiliwa kwa karibu na jumuiya ya kimataifa kutokana na athari zake kwa usalama wa eneo la Mashariki ya Kati na uchumi wa dunia kwa ujumla. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.